Hello, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Daniel Masiku JR. Karibu katika kipindi cha leo. Leo tunaenda kuangalia somo linalosema namna ya kuisikia sauti ya Mungu. Namna ya kuisikia sauti ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Karibu enende pamoja nami. Naomba subscribe, like, comment and share kwa ajili ya marafiki zingine waje wajifunze pia katika hili somo letu la leo. Naomba niombe. Bwana Yesu, ninalibariki na kulitukuza jina lako Mungu mtakatifu mwenye enzi. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu Bwana. Baba, ninaomba uwepo wako uwe pamoja nasi katika hiki kipindi tunapenda kujifunza neno lako Bwana. Ukaachilie maarifa na ufahamu katika akili zetu, tukapate kujua na kulifahamu neno lako, tukuelewe Mungu wetu mfalme amani. Kwa kuwa wewe ni mwema, unastahili sifa, heshima na utukufu Baba. Ninajikabidhi mikononi mwako, ninaomba neema yako Baba ike pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Na kama nilivyotangulia kusema ya kwamba tunaenda kujifunza kuhusiana na namna ya kuisikia sauti ya Mungu. Je, ni kwa namna gani binafsi unaisikia sauti ya Mungu? Ni njia gani ambayo unaitumia kwa upande wako kuisikia sauti ya Mungu? Niseme kwamba ni vitu gani unakuwa unavifanya au ni vitu gani unavitumia kama viashiria kwa kusema kwamba yes, this is the voice of God, ya kwamba hii ni sauti ya Mungu ikisema nami direct. So kama una changamoto katika kuisikia sauti ya Mungu, usiwe na wasiwasi, kwa maana tunaenda kuangalia kwa undani, unaenda kujifunza zaidi vizuri namna gani unaweza ukamsikia Mungu katika maisha yetu ya sasa hivi. To be honest, tupo kwenye kipindi ambacho ni changamoto sana kupata nafasi ya kuwa unaisikia sauti ya Mungu mara kwa mara. Sisemi hivi kwa kondemu wa Kristo, lakini naongea kwa sababu ya hali halisi ya mazingira ambayo tuko nao katika ulimwengu huu. Kuna ubize mwingi sana, kuna kelele nyingi sana za kutosha katika mazingira mbalimbali. Ukiingia mji wowote ule, ni kelele nyingi ambazo zinakuwa zimedominate maisha yetu. Ni ubize mwingi ambao umekuwa umedominate maisha yetu. Mara nyingi tunakuwa busy na vitu vingi vya katika maisha yetu, tunakuwa tunapambana na vitu ambavyo kiukweli tunapambania maisha yetu, lakini katika vitu vyote ukija ukaangalia ndani yake haupati nafasi au muda ya kusikia sauti ya Mungu. Kwa hivyo basi nakualika ya kwamba ukapate kusikiliza video hii, utajifunza, utafahamu na namna ya kumsikia Mungu binafsi. Lengo langu mimi ninakufundisha hivi ili uwe na uwezo wa kumsikia Mungu wewe binafsi. Usimsikie Mungu kupitia mchungaji, usimsikie Mungu kupitia ndugu zako au wapendwa wenzako. Mimi nataka uelewe namna ya kumsikia Mungu wewe binafsi. Na tutaanza hivi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana ile sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Yesu Kristo anatuambia kwamba kondoo wake wanaijua sauti yake, na akiwaita wanamsikia kwa sababu wanajua sauti ya Mungu. Hawa kondoo wanajua sauti ya mchungaji wao. Yeye yule mchungaji akiwaita wale kondoo wanamsikia na wanamfuata. Yesu Kristo anajaribu kutupa picha ya kwamba kumbe katika maisha ya Ukristo, maisha ya wokovu, inabidi uwe na uwezo wa kuwa mfuasi halisi wa mchungaji wako. Uwe mfuasi halisi wa mchungaji ambaye anakuchunga. Kwa kuwa tu Mkristo is not a guarantee. Tunataka uwe na uwezo wa kuisikia ile sauti ya mchungaji wako, kiasi kwamba yule mchungaji akikuita umsikie, na huyu mchungaji ndiye atakaye kuongoza, anakupitisha katika zile njia ambazo kwa namna moja ama nyingine haukuwa na ule ufahamu wa kabla. Kwa namna moja ama nyingine hizi njia zinakusave na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikakudhuru katika maisha yako. Lakini pia huyu mchungaji anakuita na ukimsikia anakupeleka katika yale malisho ya majani mabichi, ambapo pale ukifika utapata utoshelevu wa nafsi. Kwa hivyo basi, kumbe ukimfuata yule mchungaji unapata advantage ya kuelewa, utapata advantage ya kukua na kuwa vizuri katika mazingira mengi, kwa sababu tu yeye anakuelekeza katika zile njia sahihi. Na tutajifunza ni sauti gani hii ambayo unaweza kusema kwamba this is the voice of God. So tukisoma neno la Mungu katika kitabu kile cha
Yohana sura ya kwanza kabisa, Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 18. Sitasoma, nitasoma tu mistari michache ambayo itatuongoza. Na Yohana 1 ile mstari wa kwanza unasema kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Tunaona kwamba kumbe hapo mwanzo alikuwepo neno. Zingatia neno. Hapo mwanzo alikuweko neno. Na neno alikuwako kwa Mungu, na neno ndiye Mungu mwenyewe. Kuisikia sauti ya Mungu. Sitaki kuanza kwa kukwambia kwamba sauti ni nini, lakini nataka kuanza kukwambia neno ni nini. Yohana anaanza kwa kuandika hichi kitabu kutueleza kwamba anajaribu kutuprove kwamba kumbe yule Yesu Kristo ni Mungu. Maana kipindi cha Yesu Kristo alivyokuwepo hapa duniani, mikanganyiko ilikuwa ni nyingi sana, ya kwamba watu walikuwa wanashindwa kumwelewa Yesu Kristo. Walienda mbali, wengine wakawa wanasema ya kwamba huyu siye Mungu, wakawa wanakataa uungu wa Mungu. Hivyo basi Yohana anafungua kitabu chake kwa kujaribu kutupatia ile proof ya kwamba Jesus Christ is God, ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Yeye alikuwepo tangiepo na yeye ndiye neno. Ukirudi Mwanzo, kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa kwanza, ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, ya kwamba in the beginning God created everything which we see today. Kwa kumbe katika kile kitabu cha Mwanzo hakikufanyika chochote kitu isipokuwa Mungu ndiye alivyovifanya hivi vitu. Kuna kitu cha ajabu sana kinanishangaza katika Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 3. Ile Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 3, maandiko yanasema hivi: Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema. Kwa kumbe tunaona kwamba before creation, kabla ya uumbaji, Mungu alikuwa ametulia. Kabla ya uumbaji, Mungu alikuwa ametulia. Alikuwa na ile silence ambayo hakutamka kitu chochote, lakini katika ile mstari wa 3 Mungu anatamka, anasema na iwe. Kwa Mungu kwa mara ya kwanza hapa, ukiacha na ile hali ambayo alikuwa nayo kabla, hali ile ya ukimya, anakuja kutamka kwa mara ya kwanza na iwe nuru. Anatoa maneno. Nadhani tunaelewana mpaka hapo. Kwa kusema hivyo basi, kuna mtu mmoja aliwahi kutokea anaitwa Michael Servetus katika kipindi cha zamani, alikuwa ni mwanatheolojia mkubwa sana. Huyu mtu alipinga ya kwamba Yesu hakuwa Mungu, kwa sababu Yesu sio Mungu, kwa sababu yeye ni neno ambalo hilo neno lilitokea baada ya uumbaji. Hivi hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa kumbe anavyokuja kusema kwenye mstari wa 3 ya kwamba na iwe nuru, ni kwamba kumbe ni ile manifestation ya neno inatokea pale, na iwe nuru, ambalo lile neno ni nani? Ndio Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana. Hasa huyu mwanatheolojia alikuwa anasema kwamba Yesu sio Mungu kwa sababu ni neno ambalo lilitokea kipindi kile Mungu alivyotamka ya kwamba na iwe nuru, ikawa. Lakini before, kabla Mungu kutamka chochote juu ya ulimwengu kwamba na iwe kitu fulani, kabla ya hapo ilikuwa ni kipindi ambacho Yesu hakuwepo. Hicho ndio kitu ambacho anajaribu kutuelezea yule mwanatheolojia, of which ni kitu ambacho sio sahihi. Ukimya haimaanishi kwamba mtu hayupo. Kwa kusema hivyo basi, Yesu Kristo ni neno, na hilo neno lilidhihirika wakati inatamkwa kwamba na iwe nuru. Ndipo kwa mara ya kwanza tunaona neno linatamkwa, ambapo lakini kile kipindi Mungu ametulia, hajaumba kitu chochote,
haimaanishi kwamba Yesu hakuwepo, no. Ilikuwa ni ile state ya utulivu ambapo hakutamka kitu chochote. Hii ni hali ya kawaida hata kwangu mimi na wewe. Sisi tuna ile hali ya kwamba tuna uwezo wa kutamka maneno, lakini tusipotamka maneno haimaanishi ya kwamba sisi hatuna cha kuongea au sio sisi. Kwa kwamba yani mimi haimaanishi kwamba nikiongea tu ndo najua kwamba mimi ni Maziku. It's wrong. Hata kama siongei mimi ni Maziku bado. Nikiongea mimi ni Maziku bado. Wakati sasa hii kitu ndo ilitokea hapo mwanzo ya kwamba Mungu alitulia katika nani, ile sura mstari wa pili, ya kwamba alikuwa katika ile silence, hakuongea kitu chochote, ambapo kwenye mstari wa tatu ndo anakuja anatamka neno, ana form ile language, anasema neno ya kwamba na iwe kitu fulani ikawa, ambayo sasa lile neno ndiye Mungu mwenyewe ambaye alikuwepo tangiepo kabla hata ya kuwepo kwa misingi ya dunia. Kwa Yohana katika ile kitabu cha kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza anatuambia hapo mwanzo kulikuwepo na neno, ambapo neno alitoka kwa Mungu, ambaye huyo neno ni Mungu. You see? Kwa kumbe neno ni Mungu kamili katika maisha yetu. Neno ndiye Yesu Kristo ambaye ni Mungu katika maisha yetu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa nini nimeanza na neno? Neno ni lugha, si ndio? Mtu anapokuwa anatamka neno, that is the language, anakuwa anatamka kitu. Lakini katika kutamka ni ile sauti inatoka, kwamba unavyotamka unakuwa unatoa na sauti. Kwa kumbe neno ni sauti pia kwa namna nyingine. Hilo neno ni nini? Ni sauti pia, ni sauti ya Mungu. Kwa kumbe hapo mwanzo kulikuwa na neno, ambaye neno ni Mungu, neno ni Yesu Kristo. Neno hilo ndiyo Mungu mwenyewe, ndiye sauti ya Mungu. Kwa kumbe neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Naomba tuelewane. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu, ni sauti ya Yesu Kristo. Neno la Mungu ni sawasawa na vile ambavyo Yesu alivyokuwepo hapa duniani wakati anahubiri. Ile sauti iliyokuwa inasikika kwa watu, hilo ndio neno, hiyo ndiyo sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunavyokuwa tunalisoma neno la Mungu kwenye Biblia, tunasoma neno la Mungu, tunaisikia sauti ya Mungu ikizungumza pamoja nasi katika maisha yetu. Kwa hivyo basi, msingi mmojawapo wa kuelewa katika kuisikia sauti ya Mungu. Sasa tuangalie vitu vichache ambavyo vitatusaidia kuisikia sauti ya Mungu katika maisha yetu. Mpaka hapo nina uhakika unaijua sauti ya Mungu ni nini. Sauti ya Mungu ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni Mungu. Neno la Mungu ni Yesu Kristo ambaye ni Mungu, ambaye tunamwabudu hivi leo. Kwa tukisema sauti ya Mungu, kuisikia sauti ya Mungu kwa namna nyingine ni kuisikia neno la Mungu. Mimi sikubaliani kabisa na wale watu ambao wanaamini katika maajabu. Nikisema neno maajabu nadhani tunaelewana. Sina imani na hawa watu ambao wakisikia zile sauti zinawajia katika namna ambayo ni ya tofauti kidogo, ya kwamba mimi ni Mungu, mimi ni Mungu, ndo waamini kwamba huyu ni Mungu anazungumza nami. Sio mfasi mzuri wa hawa watu, na hawa watu ukiwafuata kwa namna moja ama nyingine watakupoteza. Sauti ya Mungu ni neno la Mungu. Sauti ya Mungu ni neno la Mungu. Usiumbishwe na hawa watu ambao wanakuja wakisema kwamba mimi alinitokea Mungu usiku katika ndoto, nikasikia sauti kama mtu wa karibu ananisemesha kwamba fanya hii 1 2 3. No. Hiyo sio namna nzuri ya kumwaminisha kwamba umeongea na Mungu. Yaani hata ikitokea hapa mimi sauti ikanisemesha kwa nguvu ya kwamba Maziku fanya kitu 1 2 3, sitaitii kama haifuati neno la Mungu. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Nikuombe sana, badilisha vile ambavyo unaelewa, badilisha vile ambavyo unatafsiri vitu, badilisha vile ambavyo unafikiria katika akili yako. Sauti ya Mungu ni neno la Mungu. Tofauti na hapo hakuna neno la Mungu. Sauti ya Mungu ni neno la Mungu. Nje na hapo hakuna sauti ya Mungu.
hakuna sauti ya Mungu. Neno la Mungu ni bora na imara kuliko sauti unazozisikia. Kuna mwenzangu mmoja aliye kuniambia hivi, there is a thin line between delusion and devotion. There is a thin line between delusion and devotion. Hasa delusion, mtu anakuwa na perception ambazo sio sahihi katika mtazamo mazingira ya kawaida. Delusion, mtu anakuwa na imani na vitu ambavyo havipo katika mazingira ya kawaida. That is delusion. Sasa tukisemea delusion na devotion, ile line iliyopo hapa katikati, of which sikubaliani naye sana ya kwamba there is a thin line, lakini mimi nachoelewa kwa Mkristo ambaye anajitambua, kwa Mkristo ambaye ana msingi thabiti wa wokovu, hawezi akapotezwa na vitu ambavyo vinajiibua katika maisha yetu. Hawezi akapotezwa na vitu ambavyo vinajitokeza na kuclaim kwamba zenyewe ni sauti za Mungu, kwa sababu Mkristo kama huyu yupo rooted in the word of God, ameimarishwa katika neno la Mungu. Hayupo katika nini? Hayupo katika imani yake, haipo katika vitu ambavyo vinaonekana. So kitu cha kwanza, ili uweze kuielewa sauti ya Mungu au ili uweze kuisikia sauti ya Mungu katika maisha yako, inahitaji kulielewa neno la Mungu. Ndio kitu cha kwanza. Nitakufahamisha namna gani unaweza kuisikia sauti ya Mungu, lakini msingi wa kwanza, ili uweze kuisikia sauti ya Mungu, unatakiwa ulielewe neno la Mungu, usome neno la Mungu. Kama nilivyotangulia kukuelezea, neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni sauti ya Mungu iliyowekwa katika maandishi, katika Biblia. Mungu aliwapa uwezo manabii na mitume huko kipindi cha nyuma, wakaandika neno lake kwa uwezo wake. Kwa kumbe lile neno sio kitabu tu ambacho kimewekwa kwa ajili ya kujisomea kama story na history na vitu vingine kama hivyo. Neno la Mungu ni yale maneno ya Mungu, yaani ni ile sauti ya Mungu ambayo inazungumza na sisi moja kwa moja, lakini ipo kwenye form of maandishi. Kwa nini ipo kwenye maandishi? Kwa sababu hii ndio njia pekee ya kutunza ujumbe wowote kwa muda mrefu. Ndio maana neno la Mungu lipo kipindi kile cha mwanzo kabisa mpaka hivi leo tunalo, kwa sababu njia ya maandishi ndio njia bora ya kutunza ujumbe. Ndio Mungu alichagua hii, akaona ni bora kuliko njia zote. Yeah. God was perfect on this. Ndio maana neno la Mungu tuko nalo mpaka hivi leo. Kwa kumbe neno la Mungu ndiyo sauti ya Mungu ambayo anazungumza na wanadamu kila siku. Ndiyo sauti ya Mungu ambayo anazungumza na wanadamu kila siku kupitia Bible. Kwa hivyo basi, Bible sio kitabu ambacho kina maneno tu ambayo mtu aliandika akayaweka kiasi kwamba mtu atakuwa anakuja tu anapitia, anarudia kusoma history. No. Lakini Bible ina maneno ambayo hayaishi tu kuwa maneno, bali ni ile uhalisia wa Mungu, ni ile sauti ya Mungu, ni lile neno la Mungu ambalo ndilo Mungu analisema kila siku. Kwa hiyo Bible sio kitu ambacho ni past. Bible ni kitu ambacho kinaishi kila siku. Nilikwambia kwa nini waliandika ni maneno, ni kwa sababu waliandika tu kwa sababu ya namna ya kuyatunza. Tutatunzaje neno la Mungu? Mungu amesema vitu vingi sana na sisi wanadamu. Tutawezaje kuvijua hivi vitu alivyovisema na sisi? Ndio maana akaamua viweke kwenye words. Akaamua weke kwenye nini? Maandishi. Maana maandishi siku zote hayawezi yakapotea. Yatatunzwa karne hadi karne. Kwa Mungu akawa anazungumza na sisi vizazi hadi vizazi kupitia maandishi ambayo yametunzwa. Yaani neno lake linaishi kila siku. Yaani kila ambacho Mungu anakisema, kila ambacho Mungu anaendelea kukiamini, ndio hicho kitu ambacho kimeandikwa kwenye Biblia. Kwa kusema hivyo basi, lile neno la Mungu, yule Mungu mwenyewe, ile nature asili ya Mungu, ni namna gani Mungu yupo, ni namna gani Mungu anatutaka tuishi, ndio neno lake. Kwa maana yake kumbe neno lake halina tofauti na yeye.
Neno lake ni bora kuliko hata zile sauti za nje ambazo unazisikia na zinakubugudhiwa kwamba unadhani ndio Mungu anaongea na wewe. Kwa kumbe Mungu anavyokuwa anazungumza ndio neno lake hapa. Kwa kumbe neno la Mungu ni sauti ya Mungu inayozungumza katika maisha yetu. Kwa sababu ya dhambi zetu, hawezi ukawa unasikia ile direct. Yaani Mungu anatamka neno linatoka hivi na unalipata. Ilikuwa ni kipindi cha zamani. Kipindi kile Mungu alikuwa ananena na watu kwa sababu ya kutokumwamini, lakini kwa sasa hivi Yesu Kristo ametufia dhambi, ameifia dhambi msalabani. Tunamwamini. Kwa hivyo basi ametupa neno ambalo ndio yeye. Ukitaka kuisoma akili ya Mungu, soma neno lake. Hii akili sio kwamba ilikuwepo zamani. Hii akili yake ipo hadi sasa na itaendelea kuwepo. Kwa kumbe neno la Mungu ni akili ya Mungu, ni mawazo ya Mungu juu yetu, ni mawazo ya Mungu juu ya ulimwengu, ni mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu, ambayo kila siku yanaendelea kuimba kwenye akili zetu na kupita kuja kwetu kupitia nini? Kupitia neno lake. Kwa neno la Mungu ni sauti ya Mungu katika maisha yetu, ni moja ya sauti ya waziwazi katika maisha yetu. Kwa ukilielewa neno la Mungu unakuwa umelielewa. Ukilielewa neno la Mungu unakuwa umeelewa sauti ya Mungu. Soma neno la Mungu. Na niseme kitu hichi hapa. Kusoma neno la Mungu kunahitaji commitment. Kunahitaji nidhamu, kwa sababu unaweza ukasoma neno la Mungu na usipate kitu chochote, ukaishia tu kusoma kama history. Ukaendelea kusoma tu kama maandishi ambayo yanaonekana vivi hivi na usisikie ile sauti ya Mungu kwenye maandishi. Trust me. Kuisikia sauti ya Mungu ni kulielewa neno la Mungu katika maisha yako linasemaje. Kwa mtu anavyokuwa anaongea na Mungu, mtu anavyokuwa anasikia sauti ya Mungu, manake huyu mtu amelielewa neno la Mungu. Neno la Mungu katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8 inaeleza kwamba tulitafakari neno la Mungu mchana na usiku. Kwa nini Mungu aliweka principle ya mchana na usiku? Hii alikuwa anaashiria kwamba ni tukio la kila siku, day in day out, uwe na uwezo wa kulitafakari neno la Mungu, kwa sababu ndio Mungu mwenyewe, ndio sauti ya Mungu katika maisha yako. Kwa ukiwa na uwezo wa kupata ile uelewa, understanding ya neno la Mungu, unakuwa unamsikia Mungu waziwazi katika maisha yako. Okay, sasa hatuishii kusoma tu Biblia, lakini tunataka uwe na uwezo wa kuielewa Biblia. Uwe na uwezo wa kumuona Mungu katika Biblia. Unamuonaje Mungu? Hili neno lake unaona kabisa ni nini? Ni printed pages. Kwamba unaona tu ameprint maneno, lakini ukisema ukariri maneno hayakupeleki popote. But kukariri maneno ni njia mojawapo ya kwanza, preliminary stage ya kumuelewa Mungu, preliminary stage ya kuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo ukisema tu ukariri hii mistari ya Biblia haisaidii chochote katika maisha yako. Lakini ni hatua tu ya kwanza ya kufanyaje? Ya kuisikia sauti ya Mungu, kwa sababu ukiwa na uwezo wa kukariri maneno au mistari ya Biblia inakupa urahisi wa kurejelea unavyosoma Biblia. Lakini hatuishii kwenye kukariri mistari ya Biblia. Tunataka ule mstari wa Biblia utafakari, urudie kusoma, utafakari katika akili zako, fikiria tena na tena, huu mstari unamaanisha nini? Omba juu ya huu mstari, Roho Mtakatifu akufunulie ana maana gani anavyosema kitu fulani kwenye huu mstari. Kwa ukiwa na ile habit, hii tabia ukijijengea ya kuwa unarudia kusoma, kufikiria, kutafakari hilo neno, kutafakari hicho kipengele cha Biblia kinasema nini, Mungu anajifunua kwako kwa namna tofauti. Unashangaa, unaanza kupata ule uelewa ambao ni kitu ambacho hukuwahi kukifikiria kabla. Na hapo ndo tunasema kwamba huyu mtu ameingia direct, moja kwa moja kwenye uhusiano na Mungu wake binafsi. Ya kwamba kupitia kutafakari, kupitia kufikiri ule mstari wa Biblia ambao alikuwa anausoma na kumuomba Mungu zaidi amuonyesha na maana gani, hichi kitu pekee ndicho kinamzaa, ndicho kinamtengeneza huyu mtu awe imara katika maisha yake, kwa sababu Mungu anajifunua kwake, anajifunua katika maisha yake. Kwa maana nyingine basi, mstari wa Biblia ni kama njia ambayo inatuelekeza kwa Mungu. Kwa maana sasa mtu akisoma mstari fulani wa Biblia
inakuwa ni kama anapita kwenye njia fulani ambayo akiendelea sana kupita huko, akiendelea sana kusonga ndani ya huo mstari, anajikuta ametokeza kwenye space ambayo anakutana na Mungu ana kwa ana. Yaani anakuwa na ile hali kwenye akili ambayo Mungu anamfunulia maisha yake, anamfunulia maana huo mstari, anamfunulia namna ya kuishi, anamfunulia kila kitu, na baraka zilizoahidiwa pale anaziclaim na kuzichukua kwa sababu amelielewa neno. Huyu mtu anakuwa anasikia sauti ya Mungu, na huku ndiko kusikia sauti ya Mungu ambapo nafundisha mimi. Kwa kumbe hatuishii tu kukariri Biblia mpendwa. Tunahitaji tupate muda wa kusoma kwa umakini zaidi. Mtu anakuwa anasoma kipengele kimoja kimoja, ya kwamba labda akisoma mstari fulani ana ile hali ya kufanyaje, ya kurudia rudia ule mstari, kutafakari, ndipo Mungu anasema naye, Roho Mtakatifu anamsaidia kuzungumza naye katika maisha yake. Kwa hiyo sasa, hiyo ndiyo namna ya kuelewa neno la Mungu, ndipo namna pekee ya kufanyaje, ya kuisikia sauti ya Mungu. Kwa mtu ambaye anaisikia sauti ya Mungu, ambaye mimi nitamwamini na kumfuata siku zote, ni mtu ambaye analielewa neno la Mungu. Nikiona hata katika ndoto amenitokea malaika anasema, Bwana amesema ukafanye 1, 2, 3, nitalifaa kwenye neno la Mungu. Nitaangalia Mungu anasemaje juu ya hilo neno, ya kwamba nikitafakari huo mstari ambao umeandikwa kwenye Biblia, nataka Mungu aseme na mimi ya kwamba anamaanisha nini katika hili kitu alichokisema. Je, ni sawa na kitu ambacho nimeambiwa katika maono? Kama vinatofautiana, kamwe siwezi kumfuata. Kwa kumbe tuwe na ile desturi ya kujijengea utaratibu wa kulisoma neno la Mungu na kulielewa, maana hii ndiyo msingi pekee wa maisha ya mwamini kuweza kukua katika wokovu na kumjua Mungu kwa viwango vya juu. Soma, litafakari neno la Mungu kila siku, usiku na mchana ya maisha yako yote. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili kwenye kuisikia sauti ya Mungu ni moyo uliopondeka. Kuwa na moyo uliopondeka. Tukirudi katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 2, kabla ya anguko, kipindi kile Adamu akiwa na mahusiano mazuri na Mungu, kipindi kile ambapo Adamu aliona ile baraka ya kuishi pamoja na Mungu sehemu moja. Tunasoma katika maandiko, tunaona vile ambavyo Mungu alikuwa anamtembelea Adamu on daily basis. Mungu alikuwa na ile desturi ya kumtembelea muda fulani, wanakuja kuongea, wanaongea mambo mengi mazuri na kuinteract. Kwa hiyo ilikuwa ni baraka ambayo alifaidi katika bustani ya Eden kabla ya anguko, lakini baada ya anguko hichi kitu kilitoweka kabisa. Yesu Kristo ametuokoa, amekirudisha hichi kitu, ambapo sasa inahitaji kila mmoja awe na commitment kuweza kurudisha ile hali ya mwanzo ambayo Adamu alifurahia. Kwa nini iliondoka? Hii hali iliondoka kwa sababu Adamu aliingiliwa na kitu ambacho, ile umimi, ile hali, ile utu wa kale wa ndani ulimwingia kutoka kwa Ibilisi, na huu tukamshawishi kwamba yeye ajitegemee, anafikiri akila ile tunda atakuwa bora kuliko Mungu. Ile hali ya kujiinua kama Ibilisi, ya kwamba nitakiinua kiti changu kizidi hata nyota za Mungu. Ile hali ya kutaka kuwa bora kuliko Mungu, ya kutaka uwe sawa na Mungu. Hichi ndio kitu kilimwondosha Adamu kwenye bustani ya Eden. Unaweza ukashangaa kwa nini kitu kidogo tu amekula tunda afu akatolewa kwenye bustani. Haikuwa ni tunda tu yani. Ilikuwa ni deep down kwenye moyo, kuna kitu kilikuwa kinamwambia Adamu ya kwamba yeye atakuwa bora zaidi, yeye atakuwa kama Mungu. Ile umimi kama wa Ibilisi, ile umimi ndio ule mtawala Adamu. Ndio maana hata Mungu alivyokuja kumwambia baadaye, Adamu alikataa kabisa, akasema huyu mwanamke uliyenipa ndiye aliyenisababisha nile ile tunda. Umeona? Kumbe anashindwa hata kukiri kile kitu ambacho amekifanya, anashindwa kurepent, anashindwa kutubu, anamsingizia mke wake. Kumbe ni kile kitu ambacho kilikuwa kimepandikizwa kwenye moyo wake ndicho kilikuwa kinamfanya respond vile alivyofanya. Ndio maana Mungu akasema huyu amtoe katika bustani ya Eden,
hakuwa na chance tena ya kurudi, kwa sababu ule utu ulikuwa ushamvaa. Umeona? Lakini Yesu Kristo amekuja kufa kwa ajili ya hichi kitu, kwamba kiondolewe katika moyo wetu, ili kuweza kurudi katika ile hali ya mwanzo. Sasa hichi kitu ni kitu ambacho kipo katika maisha yetu, ambacho inahitaji juhudi binafsi kuweza kukishinda. Ndio maana nakwambia uwe na moyo uliopondeka ili uweze kumsikia Mungu, kwa sababu huu utu wa kale ambao una dominate maisha yetu ni moja ya adui mkubwa sana kwa Mungu. Huwezi ukamwona Mungu ukiwa na utu wa kale. Kwa hiyo tuishi maisha ya kila siku ambayo tunausulubisha huu utu wetu wa ndani, ile hali ya kujisifu, kujivuna, kujiona we ni bora. Hiki ni kitu ambacho kipo ndani ya moyo, ambacho kinakula kiroho chetu. Kwa hiyo tujitahidi na kujitafakari katika maisha yetu kila siku, kuna kitu gani ambacho kinakurudisha nyuma katika mahusiano yako na Mungu. Ukiondoe, umwombe Mungu akusaidie, ukiondoe kile kitu, moyo wako uwe moyo uliopondeka. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 31, maandiko yanasema kwamba naam ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Ninakufa kila siku. Mtume Paulo anaonyesha njia ya wokovu ikoje. Kwa nini anasema anakufa kila siku? Mimi ni daktari, na kwa hali ya kawaida mtu hawezi akafa kila siku. Tunakufa mara moja. Mtu hawezi akawa anakufa kila siku. Hii haipo, hii hali haipo, haielezeki kibiolojia, kisayansi, na hata kwa Mungu haikubaliki. Mtu hawezi akawa anakufa kila siku. This is the big no. Kumbe maana yake nini sasa? Paulo hapa alikuwa na communicate kitu cha ndani kidogo. Kumbe moja ya kitu ambacho kinazuia sisi kumuona Mungu ni ule utu wetu wa kale ambao upo ndani ya moyo wetu. Ndio maana Paulo anasemaje? Yeye anakufa kila siku. Hichi kifo ambacho Paulo anakizungumzia ni ile hali ya kusulubisha ule utu wa kale ndani ya moyo wake kila siku ili aweze kumuona Mungu. Ni ile hali ya kujiangalia ndani kila itwapo leo, kwamba katika moyo wangu ni kitu gani kinanikwamisha katika kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Unakisulubisha. Kwa ukiwa na ile, ukijijengea utamaduni, unakuwa mtu bora katika maisha yako. Ndio maana Paulo alikuwa mtu bora na aliandika vitabu vyote, kwa sababu alikuwa na ile desturi ya kila siku, on daily basis, kama anavyosema, kila siku anakufa. Kila siku alikuwa na ile utamaduni wa kuangalia ndani, ni kitu gani kinakwamisha moyo wake kutokumuona Mungu, ni kitu gani kinaondoa ile yeye kuisikia sauti ya Mungu. Kumbe ni ule utu wa kale. Utu wa kale ni nini? Ni yale ambayo yameujaza moyo wetu, yale ambayo sio ya Mungu. Ile kujisifu, kujiona wewe bora kuliko mwenzako, uchoyo, uchawi, vitu vingi ambavyo vimeujaza moyo wetu sisi, ndivyo ambavyo vinatuzuia sisi kumuona Mungu. Na hivi vitu hamna mwingine anaweza kaviondoa. Hamna hata mchungaji ambaye anaweza kasema anakiondoa hicho kitu. Inabidi uwe na self commitment on daily basis, ya kwamba uwe na hali ya kujichunguza kwamba je, ni mambo gani ambayo mimi yananiondolea ile hali ya kutokuisikia sauti ya Mungu. Ule utu wa kale ndani ya moyo wako usulubishe on daily basis. Na kama itakuwa ni ngumu, chukua hata mwezi mmoja unadili na hicho kitu kimoja. Kama ni kujisifu, kwamba una tabia ya kujisifu, kujiona wewe ni bora, kisulubisha hata kwa mwezi mzima, hata kwa mwaka kabisa, kama bado kinakusumbua, ili heri tu uwe bora ndani ya moyo wako, uweze kumsikia Mungu. Uwe na moyo uliopondeka. Jiangalie ndani ya nafsi yako kila itwapo leo, ni kitu gani ambacho kinakufanya ujiinue, ujione bora kuliko mwenzako, ujione bora kuliko hata Mungu, kwa sababu unajithamini wewe, unajiona wewe ni bora. Kisulubishi hicho kitu kila siku. Kufa kila siku mpendo, usiogope. Kufa kila siku. Kitu cha tatu, ili uweze kuisikia sauti ya Mungu, ni nidhamu ya kujitenga.
Jitengenezee nidhamu ambayo utakuwa na muda binafsi wa kukaa sehemu tulivu, unakuwa unasoma neno la Mungu vizuri, unakuwa unatafakari, unaomba na kumsikia Mungu akisema na wewe. Yaani haya ndiyo maisha ya Mkristo ambaye amedhamiria kumfuata Yesu Kristo. Lazima ujikane, kama nilivyotangulia kusema, dunia ina mengi, dunia ina changamoto nyingi sana, dunia kuna makelele mengi mno. Inakupasa usacrifice muda wako kwenye hivi vitu. Inabidi kuna muda tu mtulivu ambao inabidi uupate kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu, maana neno la Mungu linatuambia tumtafakari Mungu usiku na mchana. Inaweza ikawa labda ni changamoto kwako kusema kwamba ulitafakari neno la Mungu mchana na usiku. Basi nikushauri tenga hata lisali moja au hata mawili, kama utapata muda within 24 hours, upate muda ambao utakaa wewe personally kusoma neno la Mungu, na sio kusoma tu, lakini pia kumwelewa Mungu. Mungu azungumze na wewe kupitia neno la Mungu. Usilashi, yani usisome Biblia kwa ajili ya kuikalili na kunanii. Inabidi usome neno la Mungu taratibu, slowly, yani mpaka neno la Mungu moyo wako ujae kwenye hilo neno la Mungu. Yani nadhani unanielewa ninachokimaanisha hapa. Kwa hiyo tuwe na ile desturi ya kulisoma neno la Mungu kwa misingi ya kumuona Mungu, kwa lengo la kuweza kumsikia Mungu anasema nini. Roho Mtakatifu anatusaidia sana. Ukijiweka katika hayo mazingira, anajifunua kwako. Ukijiweka katika hayo mazingira, unaisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo ukijenga utamaduni wa kupata walau lisali moja au mawili kwa siku, ambapo utapata muda binafsi wa kutulia wewe kama wewe, kulitafakari neno la Mungu, kuomba mbele za Mungu, na uhakika utapata kumsikia Mungu clearly, kwa ufanisi katika maisha yako. Kwa hiyo ni bora ukawa na hicho kipindi, kwa sababu sasa hivi mambo ni mengi mno. Kuna kitu kinaitwa AI, akili mnembe. Artificial intelligence ni sikipingi moja kwa moja, na ni teknoloji ambayo tuko nayo kwa sasa, na hii ina reveal ni kwa namna gani watu wana discover vitu ambavyo ni potential vimewekwa ndani yao kwa ajili ya kusaidia ulimwengu ujao, kwa ajili ya kusaidia na kizazi kijacho pia. Lakini tunahitaji kuwa makini katika namna ya kutumia hivi vitu. Kupitia artificial intelligence unaweza ukapotea katika ulimwengu wa spiritual. Unaweza ukapotea katika namna ya kumjua Mungu, kwa sababu kuna mwingine anaenda mbali zaidi, anamtrust AI kwa kila kitu, kwamba yani AI ndiyo sauti ya Mungu. AI inakuwa kama ndio imereplace ile sauti ya Mungu katika maisha yake, ya kwamba akitaka kulijua, akitaka kusoma labda mstari fulani una maana gani katika Biblia, anamtrust AI kwamba amwambie ina maana gani katika maisha yake. Very dangerous. Very dangerous. Ni hatari sana kwa maisha ya mwokovu, hatari sana kwa maisha ya muamini, ni hatari mno. Madhara yake hayapimiki for sure. Yaani hauwezi ukatumia mstari wa Biblia kumuuliza AI akupe experience, yani the place of God, yani kwamba AI asimame katika ile nafasi ya Mungu kukupa maana ya Biblia, kupa maana ya hilo neno katika maisha yako. Tuwe makini. AI ni nzuri kupata maarifa. AI ni nzuri kukupa church history, kukusaidia namna ya kupata knowledge, lakini when it comes to a place kwamba unataka umsikie Mungu, you need to isolate from these stuffs. Yaani inabidi ujiondoshe kwenye hivi vitu, ujiondoshe kwenye hali ya hivi vitu. AI hawezi kureplace nafasi ya Mungu. Nafasi ya Mungu inabakia pale pale. Pata muda, tenga muda wako, jitenge pia na hivi vitu, uweze kusoma neno lako na kumsikia Mungu. Bora ukawa hata na hizi wanaita Bible commentaries. At least pitia zile Bible commentaries juu ya neno husika inasemaje, lakini pia usiishie kwenye Bible commentary. Sisi tunataka wewe binafsi experience, yani upate kumsikia Mungu akisema nini katika maisha yako. Kwa unaweza ukasoma neno la Mungu, ukasoma commentaries ambazo zitakusaidia kuelewa lile neno, lakini hauishi kwenye kuzisoma zile commentary, lakini tunataka upate ile experience, personal experience, ule uzoefu wa wewe binafsi kumsikia Mungu akisema na wewe kupitia ule mstari wa Biblia. Kwa ujenge ile hali ya kupata muda binafsi wa kujitenga na mambo yote,
uweze kumsikia Mungu wewe binafsi katika maisha yako. Itakusaidia sana. Kwa hivyo basi, kiufupi sana nimekuelezea namna ya kuisikia sauti ya Mungu. Jitahidi sana katika vitu ambavyo nimevisema, vitu vitatu, uweze kuvizingatia na uvigeuze kama hali yako ambayo utakuwa unaifanya kila siku katika maisha yako, na hii itakusaidia sana kukua na kumfahamu Mungu katika viwango vya tofauti. Amina. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment, kwa ajili pia ya kuwainvite marafiki wenzetu waweze kujua na kuona hii nafasi.